Nataka kuleta neno la Bwana nikisoma katika kitabu cha inasoma 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Nataka kuleta mafundisho fulani ambayo Bwana nasikia ameweka ndani ya moyo wangu, na naamini kwamba tutaweza kubarikiwa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. The Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad." 1 Corinthians chapter 3 verse 13. The Bible says, "His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work." Bwana ameweka ujumbe ndani ya moyo wangu na ni kama mafundisho, na naamini ya kwamba Bwana wetu ataweza kutubariki. Kanisa, wale ambao wameokolewa, tumengojea siku kubwa sana, siku hiyo ya kiyama, wakati parapanda ya Bwana inapolia. Na wakati parapanda ya Bwana inapolia, kulingana na kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4:14 kuteremka chini, inazungumzia vitukio mbalimbali vitakavyotukia wakati Bwana Yesu anaposhuka kutoka mbinguni na jeshi kubwa sana la malaika, na yule malaika mkuu akiwa akiongoza jeshi hilo. Nasema Biblia kwamba parapanda ya Bwana italia. Sina wakati wa kuzungumza sana kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa, lakini parapanda ya Bwana inapolia, wale ambao walikufa, waliolala katika Bwana, watasikia parapanda wakiwa wa kwanza, na kwa kufumba na kufumbua makaburi itawaruhusu waondoke wakiwa na nguvu, wakiwa na uwezo, wakiwa na miili mingine ya kiroho. Na yasema Biblia, wale wa Kristo watakuwa wamesalia hapa ulimwenguni wakiwa wameshikilia imani na wakiwa wamemngojea Bwana Yesu aweze kurudi, hali kadhalika na wao kwa kufumba na kufumbua macho watakuwa wamebadilishwa mili na kuvishwa mili mingine ya kiroho, na baadaye tutaungana ndugu zetu kule hewani, tuungane pamoja na Bwana Yesu. Sina wakati kuzungumzia vitukio mbalimbali, lakini baada ya hayo ndio tunaingia katika 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ya kwamba tutaweza kuonekana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Blessed be the name of the Lord. Tutaonekana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Na kwenye kiti cha hukumu cha Kristo tunaenda pale ili tuonekane mbele zake, na kwenye kiti hiki cha hukumu, hapo ndipo Wakristo tutaungana na tutaweza kulipwa kazi zetu ambazo tulifanya na utumishi wetu katika Bwana tulipokuwa hapa ulimwenguni. Neno la Agano Jipya la hii hukumu ya Kristo ni bema. Bema. B-E-M-A. Bema. Na bema si ile hukumu imeandikwa katika Revelation chapter 20 verse 11 up to verse 15. Siyo hiyo ya watu wote wakikusanyika mbele za Mungu. Si hiyo. Hii ni hukumu ya Wakristo tu watakaosikia parapanda ya Bwana. Na kama vile tunavyojua, kanisa lilizaliwa siku ya Pentekoste. Kwa hivyo ni wale waliompokea Bwana Yesu kutoka siku ya Pentekoste na wakawa Wakristo hadi siku ya kunyakuliwa kwa kanisa. Hawa ndio wanaonekana kwenye kiti hiki cha hukumu cha Kristo, ama ukipenda the bema seat of Christ. Hukumu hii si hukumu ili mtu ahukumiwe aende kwenye jehanamu. Si hivyo. Judgment seat not a judicial bench where somebody was condemned. Lakini kwenye kiti hiki cha hukumu ni mahali ambapo the successful competitors will assemble before the bema for their rewards and their crowns.
ni wakati wale ambao watahitimu wakati parapanda ya Bwana inapolia, na wasikie hiyo baragumu na waonekane mbele za Yesu Kristo. Hapa ndipo watakapopewa thawabu zao na wataweza kupewa taji zao. Bema ilikuwa ni mahali ambapo pameinuliwa juu, an elevated seat in Olympic arena, na hapa ndipo wale jaji wale wa michezo walikaa na waliweza kuangalia vile watu walivyokimbia, na waliweza kukaa, na wakati mbio ziliweza kumalizika, hawa jaji waliweza kuwaita walionekana wameshinda, na kulingana na vile sheria zimewekwa, walikimbia wakifuata sheria hizo. Mtu alifuata laini yake vizuri, hakuwa amekunywa madawa ya kulevya, hakuwa ametumia dawa za kusimua misuli. Mtu huyu kama alifuata sheria zilizowekwa kwenye bema seat, hapa ndipo wale jaji aliweza kusimama na kuweza kumpatia yule aliyeshinda, aliweza kupewa ile thawabu. Na kwa mashindano ya siku hizi zetu tunaweza kuona vile watu wakienda kukimbia vile wanavyotuzwa. Nambari ya kwanza anapewa dhahabu, nambari ya pili anapewa fedha, nambari ya tatu hutunukiwa shaba. Ilikuwa desturi hiyo katika nchi ya Ugiriki katika zamani za Yesu Kristo. Na ni vizuri kujiuliza ndugu zetu, kwa sababu siku itafika na tutaweza kuonekana mbele za Mungu, na siku hiyo haiko mbali, iko karibu sana. Wewe kazi unazozifanya zitaweza kumpendeza Bwana, na kama utaweza kutuzwa. At the bema will be a time for Christians or the Christian stewards to give their account of the way they used the God-given privileges and responsibilities from the moment of conversion. Tangu ulipookoka umefanya nini? Umekuwa wakili mzuri. Kuna vitu ambavyo Mungu amekupa, kuna talanta ambazo Mungu amekupa, kuna rasilimali ambazo Mungu amekupa, kuna utajiri ambao Mungu amekupa. Kwenye kiti cha hukumu cha Kristo, hapa ndipo kila mmoja wetu aliyeokoka anaenda kusimama mbele za Mungu na aweza kutoa hesabu ya maisha yake na hesabu ya karama mbalimbali na utumishi mbalimbali ambao Bwana aliweza kumtumikia. Na kwa hivyo ndugu yangu, ni vizuri kuangalia nini hiki ambacho Bwana amekupa. Ni kazi, ni utajiri, ni saa, ni wakati, ni talanta mbalimbali. Mungu hajakupatia uonekane tu. Mungu hajakupatia uweze kusifiwa. Mungu hajakupatia ili uonekane vile unavyoweza kufanya. Mungu amekupatia kama wakili. A steward ni mtu ambaye anapewa vitu vya mtu mwingine aweza kuvifanyisha kazi, akiwa anatarajia bwana wake atakuja, na anapokuja itambidi aweze kutoa hesabu ya vitu ambavyo alimpa. Utajiri ulio nao sio wako, wakati ulio nao sio wako, nguvu ulizo nazo sio zako, karama na talanta mbalimbali na karama mbalimbali ulizo nazo sio zako. Umepewa na Bwana utumikie kusudi lake, na kama hautatumikia kusudi lake, basi ni vizuri kuwa tayari kwenye kiti cha hukumu ama kwenye bema ya kanisa. Wewe utakuwa umepata hasara. Na ndio maana nasema Biblia tusihukumu kabla ya wakati wake. Romans chapter 4 verse 10. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. Hatuna wakati wa kuhukumu, kwa sababu
hukumu yetu inaweza kuwa mbaya. Unaweza kumpatia mtu max mahali ambapo hapaswi kupewa. Maana wakati mwingine si wanadamu tunajaribiwa kuangalia upande wa juu. Tunaangalia the outward appearance ya mtu. Lakini Mungu wetu ndiye anajua mtu kutoka ndani. Na mtu si juu, huduma zetu si upande wa juu, karama zetu kumtumikia Mungu si upande wa juu, inapaswa kutoka ndani. Na huyo ndiye atakayeangalia. Na ataangalia our motives. We must live understanding that our motives for what we do will be judged. Because one can do the right thing, but with the wrong motive or with the wrong heart. Mtu anaweza kufanya kitu kizuri, lakini kumbe ana moyo ambayo si mzuri, ama ana nia ambayo si nzuri. Kwa nini wewe wakati mwingine unaomba na kufunga? Kwa nini wewe wakati mwingine wewe ni mwimbaji? Kwa nini wakati mwingine wewe unatoa fungu lako la 10? Kwa nini wakati mwingine wewe huja kanisani? Kwa nini huduma mbalimbali ambazo unafanya unakuja kwenye madhabahu haya? Sisi wanadamu hatuwezi kuelewa, lakini Mungu ndiye ana uwezo wa kujua nini hiki kinakusukuma uende kanisani asubuhi na mapema. Mungu ndiye ana uwezo wa kujua kwa nini unatoa fungu lako la 10. Mungu ndiye ana uwezo wa kujua kwa nini wewe ni mwimbaji, kwa sababu watu hufanya huduma katika nyumba ya Mungu wakiwa na nia mbalimbali. Wafanye wengine waonekane, wafanye wengine wawapendeze watu, wafanye wengine wapokee sifa kutoka kwa wanadamu wengine, na wafanye wengine ili waonekane wanajua na wana uwezo na wana nguvu na wana taaluma za kufanya vile ambavyo wanafanya. Lakini Mungu ndiye anayejua, na nia zetu ndizo zitakazopimwa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Our motives zitajulikana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana kuchenga moto mchana wa leo, wewe unayenisikiliza kutokea mbali na karibu, kama ufanyi hivyo Mungu atukuzwe, wewe umekosea. Kama hauimbi ili Mungu asifiwe na Mungu atukuzwe, umekosea njia. Kama hautoi michango yako kwenye nyumba ya Mungu ili Mungu aweze kusifiwa na aonekane katika maisha yako, umekosea njia, rafiki yangu ama dada yangu na kaka yangu. Mambo yote tunayofanya inapaswa kufanya jina la Mungu wetu liweze kusifiwa na liweze kuinuliwa katika maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikipenda ufahamu, pale mbeleni Mungu alifanya kazi katika maisha yetu kama wenye dhambi. In the past, God dealt with us as sinners. Wakati hatukumjua Bwana, wakati tuko tumepokea wokovu, Mungu alikabiliana nasi kama wenye dhambi. Lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo akawa Bwana na akawa mwokozi wa maisha yetu, sasa Bwana anafanya kazi nasi kama wana wake. God is dealing with us as his sons. Wakati tunapongojea parapanda ya Bwana ilie na tuonekane mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, wakati huo Mungu atafanya kazi nasi, si kama wenye dhambi na si kama watoto wake ama wanawake. Atafanya kazi nasi kama mawakili. The future of the Bema, he will deal with you. He will deal with me. He will deal with us as stewards. Na kama wakili, kila wakili anapaswa kuonyesha uaminifu wake. Blessed be the name of the Lord. Paswa kuonyeshana uaminifu wake.
Nini kitakuwa tested? What will be tested? At the bema seat of Christ. Kuna mambo kadhaa itakayojaribiwa ama itakayoangaliwa tutakapokuwa kila mmoja wetu amesimama. Maana hatutasimama kama kikundi, hatutasimama kama kanisa. Utasimama wewe peke yake, na unasimama kama wakili ama ukipenda a steward. Number one, what will be tested? It is how we treat other believers. Vile tunavyo watreat wengine, vile tunavyo wachukulia watu wengine, hiyo ikitakuwa ni kitu cha kwanza cha kuangaliwa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Kuna watu wamezoea kusema kwamba sijali vile watu wanavyosema, sijali vile watu wanavyoniona, lakini mtu akiwa wakili, hiyo itamsumbua sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Itamsumbua. Vile unavyokaa na wale ambao wameokoka, vile mnavyowasiliana pamoja na wao, vile mnavyofanya kazi na wao, utaangalia sana usimkosee mtu ama usimkozeshe njia, kwa sababu wewe ni wakili. Kwa sababu mtu huyo sio wako, huyo kaka sio wako, huyo dada sio wako, ni wa Bwana. Ameokolewa kama vile wewe umeokoka, na basi kama mnashiriki pamoja na yeye na mnakaa na yeye na mnaishi katika ushirika moja na yeye, Bwana amekuletea na amemleta katika maisha yako, akitaka uweze kuwajibika na uwe wakili mwema. Yesu anasema maneno fulani katika Matthew chapter 10 verse 41. Anasema, anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is righteous man will receive a righteous man's reward. Verse 42. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo wewe, ndugu waliokoka pamoja na wewe, unakaa pamoja na wao kwa njia gani? Wale ambao ni wachungaji wako, unakaa na wao kwa njia gani? How do you treat your pastor? How do you treat the other church leaders? How do you treat wale ambao umeitwa pamoja na wao? Kwa sababu hiyo inategemea kama utaweza kupokea reward kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. And for example, this time of COVID-19, kuna watu ambao labda wanalala njaa kwa sababu hawana chakula, kwa sababu hawana lishe. Labda wamefungiwa nyumba kwa sababu hawana pesa za kulipa nyumba. Lakini wewe na mimi, Bwana ametubariki, Bwana ametuwezesha. Sijui kama tumeweza kuwapatia kikombe cha maji baridi, na ni kwa sababu ni wanafunzi wa Yesu. Sijui kama tumeweza kuwapatia kombo la maji. Sijui kama kwa njia moja au nyingine umeweza kutoa kitu kwa sababu yao. Tunapofanya hivyo, ni vizuri kujua ya kwamba hatutapungukiwa na thawabu yetu kule mbinguni kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Blessed be the name of the Lord. How do you treat your fellow sister? And how do you treat your fellow brothers? Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Number 2, what will be tested? It is how we employ our God-given abilities. Vile uwezo mbalimbali ambao Mungu ametupa, hata hiyo itaweza kuangaliwa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo.
1 Corinthians chapter 12 verse 4. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Mwandishi wa kitabu hicho anaeleza vipawa mbalimbali na karama mbalimbali, lakini anasema